Taarifa kamili ambayo imeweza kuripotiwa siku ya leo ni kuhusu ikulu ya White House huko nchini Marekani. Imesema ya kwamba umiliki wa Marekani wa vinu vya nyuklia vya Ukraine ulijadiliwa wakati wa simu ya siku ya Jumatano kati ya Trump na Zelensky, ingawa rais wa Ukraine baadaye alisema ya kuwa pendekezo hilo lilitolewa tu kuhusu kituo cha Zaporizhzhia kinachokaliwa na Urusi. Kufuatia mawasiliano kati ya marais hao wawili, mwanadiplomasia mkuu wa Marekani anayefahamika kama Marco Rubio alisema umiliki wa Marekani wa mitambo hiyo itakuwa ulinzi bora kwa miundombinu hiyo na msaada kwa miundombinu ya nishati ya Ukraine. Kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia kusini mwa Ukraine ndicho kikubwa zaidi barani Ulaya, ambako vikosi vya Urusi viliweza kuteka muda mfupi baada ya kuanzisha uvamizi wake kamili Februari ya mwaka 2022 na umekikalia tangu wakati huo pamoja na eneo kubwa la Zaporizhzhia. Kituo hicho kiliacha kuzalisha umeme mwaka 2022, lakini kinahitaji usambazaji wa umeme mara kwa mara ili kupoza moja vinu vyake ambavyo viko katika hali ya uhifadhi wa joto, kumaanisha kuwa kinaweza kurudia hali yake ya kuzalisha umeme. Marekani inaweza kusaidia sana katika kuendesha mitambo hiyo kwa utaalamu wake wa umeme na matumizi, kwani umiliki wa Marekani wa mitambo hiyo ungekuwa ulinzi bora wa miundombinu hiyo. Katibu wa vyombo vya habari wa ikulu ya White House kutoka nchini Marekani anayefahamika kama Karoline Leavitt alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari Machi 19 mwaka huu. Udhibiti wa kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia maarufu kama ZNPP kinachokaliwa na Urusi. ZNPP ambacho ndicho kikubwa zaidi barani Ulaya kimejadiliwa kikamilifu kati ya Kyiv na Washington katika wiki iliyopita. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alithibitisha Machi 14 mwaka huu ya kwamba hatima ya kiwanda hicho na maeneo ya karibu yanayokaliwa na Urusi yalijadiliwa na Marekani wakati wa mazungumzo ya nchi mbili nchini Saudi Arabia wiki moja kabla. Zelensky alisema ya kuwa kurejeshwa kwa mtambo bila udhibiti wa Ukraine juu ya jiji ambalo mtambo huo uko inahodari hakuwezekani. Inahodari, mkoa wa Zaporizhzhia, iko kwenye ukingo wa mashariki mwa mto Dnipro unaokaliwa na Urusi, huko Ukraine ikiwa haina ufikiaji wa eneo la karibu. Wataalamu waliweza kuliambia shirika la habari la Kyiv Independent ya kwamba kurejesha udhibiti wa mtambo huo ni lengo gumu kwa Ukraine na uwezekano wa kuwepo kijeshi kwa muda mrefu huko bila kuwafukuza Warusi kutoka katika maeneo jirani ni chaguo lisilowezekana. Hili ni suala la kisiasa, kijeshi, pengine la kidiplomasia, lakini hakika si suala la nishati. Oleksandr Kachenko ambaye ni mkurugenzi mkuu katika kituo cha utafiti wa sekta ya nishati aliweza kusema hivyo, lakini alidai ya kuwa anaamini kwa dhati ya kwamba kuundwa kwa ubia mradi Marekani italeta fedha za ziada, sheria za usimamizi wa shirika, ufikiaji wa uwekezaji na upanuzi wa uwezo kwa Energoatom ya Ukraine. Bila shaka kwa maoni yake itakuwa kwa niaba ya Ukraine. Urusi hadi sasa imepuuza wito wa kuachia udhibiti wa kiwanda hicho ambako kikiwa kwenye ukingo wa mashariki mwa mto Dnipro. Kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia ni kituo muhimu cha kimkakati ambacho Urusi iligeuza kambi ya kijeshi. Maafisa wa Ukraine wamesema hivyo. Kulingana na meya wa Inahodari aliye uhamishoni anayefahamika kama Dmytro Olovi, amesema ya kuwa takriban wanajeshi 1000 wa Urusi wametumwa kwenye eneo la mtambo huo kufikia mwishoni mwa msimu wa joto mwaka 2024. Wanajeshi wa Urusi wanatumia mtambo huo kama uwanja wa mafunzo na mahali pa kuzindua mashambulizi ya ndege zisizo na rubani zinazolenga maeneo yanayodhibitiwa na Ukraine, jeshi lilisema, ambapo jiji la Nikopol katika oblast ya Dnipropetrovsk ambalo liko ng'ambo ya mto
hukumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya Moscow. Kuondoa vikosi vya Urusi katika eneo hilo kuna uwezekano mkubwa kutahitaji nguvu kubwa za kijeshi. Nafasi ya kwamba Urusi itaondoka kwa hiari kwenye kiwanda hicho inasalia kuwa ndogo kutokana na thamani yake, alisema hivyo Emily Casthelmi, ambaye ni mchambuzi katika kundi la Black Bird Group lenye makao yake nchini Finland. Kujiondoa kwa sababu yoyote ile kutaonekana kuwa hasara kubwa kwa Urusi, na kuondoa vikosi vya Urusi kwenye eneo hilo kuna uwezekano mkubwa kutahitaji nguvu kubwa za kijeshi, ambako pia eneo hilo lina jukumu muhimu katika siku zijazo katika kusambaza umeme kwa maeneo yanayokaliwa ambayo Urusi pia haina nia ya kurudisha kwa miliki wao halali. Mkuu wa ujasusi wa kijeshi kutoka Ukraine anayefahamika kama Kirill Budanov na wanajeshi wa Ukraine walisema ya kuwa jaribio la kwanza la kuunda daraja la kukomboa mtambo huo lilifanywa Agosti ya mwaka 2022, ambako pia majaribio mawili ya hatua yalifuata baadaye mwaka huo. Casthelmi alisema ya kuwa uwezekano wa kukera kwa kiasi kikubwa na Ukraine kuchukua tena mmea unaoonekana hatari na usio wa kweli kwa wakati huu. Kinadharia kunaweza kuwa na mafanikio ya kidiplomasia ambayo yangerejesha mtambo huo kwa udhibiti wa Ukraine, lakini kwa sasa ni vigumu kuona ni wapi Ukraine inaweza kupata nguvu kama hizo za kisiasa, mtaalamu huyo alisema hivyo. Kiwanda cha Zaporizhzhia kilichangia 20% ya vifaa vya umeme vya nchi hiyo na karibu nusu ya uzalishaji wa nishati ya nyuklia kabla ya vita kamili nchini humo. Sasa vinu vyake vyote vya seksi viko katika kuzima kwa baridi. Kiwanda kitengenezi umeme na kinategemea njia mbili za umeme zilizounganishwa kwa maeneo yanayodhibitiwa na Ukraine kwa umeme usio na tovuti ikilinganishwa na zile 10 zilizokuwa nazo kabla ya vita. Wawili hao wamekataliwa mara kwa mara kutokana na mashambulizi ya Urusi. Inago Atomy, ambaye ni mwendeshaji wa kinu cha nyuklia kinachomilikiwa na serikali ya Ukraine, alisema ya kuwa mtambo huo umekumbwa na kukatika kwa umeme mara 8 na kuzimwa kwa sehemu moja tangu kuanza kwa vita vya pande zote, ambako siku moja baada ya mazungumzo ya Marekani na Urusi huko mjini Riyadh mwishoni mwa mwezi Februari, Alexei Lekachev, ambaye ni mkuu wa kampuni ya nishati ya nyuklia ya Urusi ya Rostom, alisema ya kuwa Urusi inapanga kuzindua upya mtambo huo. Kiwanda hicho kilitegemea bwawa la Kakhovka kwa maji yanayotumika kupoza vinu. Hifadhi hiyo ilikauka kufuatia uharibifu wa Urusi wa bwawa la Kakhovka, ambako Urusi pia haina njia za umeme na wafanyakazi waliohitimu na mafuta ya nyuklia kwenye kiwanda hayatumiki tena. Kotin aliweza kusema hivyo. Huu ni mtambo wetu, hatufanyi kazi bila sisi, Zelensky alisema Machi 18. Kulingana na kijasusi ya Ukraine, Warusi wanataka sana ifanye kazi bila sisi. Wanajaribu kuvuta wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, yani IAEA, katika hili, Zelensky amenukuliwa hivyo. Wakaguzi kutoka IAEA wanaohudumu katika kituo kinachokaliwa na Urusi tangu mwaka 2022 ili kufuatilia hatari na kuhakikisha usalama wa utendaji kazi wanakusudiwa kuzungushwa kila baada ya siku 80, ambako mapema mwezi huu Machi IAEA ilifanya mzunguko wake wa kwanza kupitia maeneo yanayokaliwa na Urusi ambayo yalikaribiwa na hasira na wasiwasi na Kyiv, ambako wizara ya mambo ya nje ya Ukraine lilaumu hali hiyo kuwa ni usaliti wa Urusi, ikisema ya kwamba vikosi vya Moscow vilizuia mzunguko wa wafanyakazi kupitia eneo linalodhibitiwa na Ukraine, ambako Greenpeace Ukraine iliona hatua hii kama mbinu ya Urusi ya kuhusisha katika uwezekano wa kuzindua upya vinu vya nyuklia vya mtambo huo. Lakini mkuu wa IAEA Rafael Grossi aliita mzunguko huo wa hivi majuzi kuwa ubaguzi wa kipekee, akidai ya kuwa haikuwezekana
kufanya kwa njia salama. Karchenko yeye anaamini ya kwamba ikiwa mtambo huo utaendelea kuwa chini ya udhibiti wa Urusi katika kesi ya usitishaji mapigano, Moscow itaweza kuanza tena kazi yake mapema au baadaye pamoja na shida. Kama watapata muda wa kutosha na wasikabiliane na upinzani wowote kutoka Ukraine, wataweza kufanya hivyo au kuzindua upya mtambo katika kipindi fulani kinachoonekana si rahisi na itakuwa hivi karibuni. Naye Fabiani Hofimani ambaye ni mtaalamu wa masuala ya ulinzi na mtafiti mwenzake katika chuo kikuu cha Oslo alisema ya kwamba ikiwa Ukraine inaweza kufikia kiwanda hicho na kusukuma vikosi vya Urusi nyuma vya kutosha ili kuanza tena kazi yake, itatoa mwongozo mkubwa kwa uzalishaji wa nishati wa Ukraine. Pia Truth Hounds ambalo ni shirika lisilo la faida la Ukraine ambalo huandika na kuchunguza uhalifu wa kivita limeweza kuripoti likitoa mashahidi ya kwamba kwa ufahamu wa Rostom, wanajeshi wa Urusi wamekuwa wakiwateka nyara na kuwatesa wafanyakazi wa Ukraine katika eneo hilo. Kabla ya vita kamili, watu takriban 11,000 walifanya kazi kwenye kiwanda hicho. Kati yao 5,000 wanabaki chini ya kazi hadi leo. Alexander Pavlichenko ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Umoja wa Haki za Kibinadamu wa Helsinki ya Ukraine alisema karibu watu 2,000 walikataa kutia saini mkataba na Rosatom. Wafanyakazi wa kiwanda hicho hawaruhusiwi kuondoka jijini na kupitia vyumba vya mateso vilivyoanzishwa na Urusi mjini humo, aliliambia hivyo gazeti la Kyiv Independent. Pavlichenko pia anaita upinzani huo ambao wanajeshi wa Urusi walikabiliana nao wakati wa majaribio ya kukalia mji unaweza kuwa sababu ya ugaidi wa kimfumo dhidi ya idadi yote ya aina hodari. Kulingana na Pavlichenko, alisema wafanyakazi 21 wa kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia wamefungwa hadi Machi 18, ambako mnamo Oktoba 2022 shirika la habari la Kyiv Independent ilichapisha ripoti ya kinu kuhusu mateso ya kila siku huko Inahodari, ambapo wakaazi wa mji huo wanaokaliwa na Urusi na wale ambao waliweza kutoroka wameelezea kwa undani vitendo vya utekaji nyara na utesaji ambavyo raia wa eneo hilo walikuwa wamekabili. Na huu ndio undani wa taarifa ambayo pia imeweza kuripotiwa ya kwamba Marekani imependekeza kumiliki mitambo ya kuzalisha umeme huko nchini Ukraine, ambako pia nimeweza kuelezea kiundani kabisa kuhusu kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhzhia kilichokaliwa na Warusi tangu 2022. Hivyo pia umefahamu ni kitu gani ambacho kiko hatarini zaidi katika eneo la kiwanda hicho.